رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumekamilisha yale tuliojaliwa kuyakamilisha, wa ila mambo ni marefu mengine tumeyakatakata katika sehemu ya kwanza. Nena maudhui ya tablighi tutayaweka kwenye sehemu takriban 5 au 6, lakini sehemu ndefu zaidi ilikuwa ni ile ya kwanza ambayo ni ya kuasisi misingi muhimu ya maana ya tabligh, neno da'wa, amri bil ma'ruf, hukmu ya tabligh, fadhila za tabligh, nafasi ya tabligh katika Uislamu, malengo ya tabligh, ndio ilikuwa mada ya mwisho. Sasa leo tutafungua sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza kichwa chake tulikuwa tuiita ni maana ya tabligh. Sehemu ya pili leo twaipa kichwa al-muballigh. Kwa mtaamali siku 10 zilizopita ilikuwa twazungumza tabligh. Nini tabligh? Tabligh. Kwa hivyo sasa tunataka tuzungue macho yetu kumwangalia muballigh ni nani. Katika sehemu hii ya pili takriban tutatembea katika nukta 5 chini ya sehemu ya muballigh. Fupi fupi, si ndefu sana, isipokuwa moja tu iweza kuwa ndefu. Nukta ya kwanza, man huwa almuballigh? Ni nani mtu anayeitwa muballigh au adaiya, ikiwa tutatumia neno da'wa. Ikiwa tutatumia neno tabligh, ni nani muballigh? Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ma hiya wadhifatu almuballigh? Wadhifa wake muballigh ni wadhifa gani? Ana wadhifa gani? Kazi yake ni ipi? Nukta ya tatu, ma hiya mas'uliyatul muballigh? Majukumu yake ni yapi? Unajua siku yoyote ukija mahali tunataka kuajiri mfanyikazi, lazima mwanzo tumjue tunataka nani. Tunataka mudir. Ni nani mudir? Wadhifa wa mudir ni upi? Majukumu yake ni yapi? Tutakapo kuasis nukta hizi tatu, tukamjua ni nani muballigh, wadhifa wake ni upi, majukumu yake ni yapi, ndipo kutakuja nukta ya 4 sasa, sifa zake, qualification zake ni zipi? Sababu unapozungumza sifa za mtu unazizungumzia kulingana na wadhifa anaokwenda kuufanya, kulingana na majukumu anaokwenda kuyatekeleza. Ndipo unaposema
mimi nataka mfanyikazi atakayekuwa na wadhifa huu na majukumu haya. Kwa hivyo tutakwambia wadhifa huu na majukumu haya ili yaweze kutekelezwa yataka mtu mwenye sifa hii na hii na hii na hii, ambaye aqualify kwa zitu hizi. Ndio tuenda kwenye nukta ya 4 ambayo pia nimeiweka kwa ndia ya suala, ma hiya khasaisu wa sifatul muballigh, ni zipi sifa za mtu tunayemuita muballigh. Nukta ya mwisho ya 5, baada ya kumwelewa muballigh ni nani, wadhifa wake ni upi, majukumu yake ni yapi, sifa anazotakikana awe nazo ni zipi, tutampata wapi? Yani jamii ina dauri gani katika kumtengeneza mtu mwenye sifa hizo atakayekuweza kutekeleza majukumu yale kwenye wadhifa huu wa muballigh? Atatengenezwa vipi huyo? Atasubiriwa kama namna tunavyosubiri ile miti inaomea kwa mvua wakati wa kusi, ambao haina mchango wowote katika kulima, kama tunavyoamiliana na muarobaini, tukaukumbuka siku ya huma, ukaambiwa nenda kakate muarobaini uipige mvuke, ndio ukakumbuka kumbe huwa kuna mti muhimu wa muarobaini, lakini umemea wenyewe tu, uliuchangia katika kumea wewe. Au kama tunavyokumbuka mkunazi siku ya kufa, kwamba katika kuosha ni muhimu kuwe na mayani, lakini ukiulizwa ni nani aloweka kwenye bustani yake mkunazi, ni nani alopanga kuwe na shamba la mikunazi, kwa sababu kuna siku itakosekana, tutawaosha vipi maiti wetu? Sasa utaona leo mburu haumei tu, umepangwa umee, kwa ila tukingoja tu mvua yenye kutakuwa na buru. Mtee haumei tu mpaka upangwe umee. Mayani ya chai hayamei tu mpaka yapangwe yafanye nini? Yamee. Sasa sisi twajua mathalan madaktari hawapatikani tu kwenye jamii, lazima kupangwe kuweko madaktari. Mainjinia hawaweko tu kwenye jamii, lazima kupangwe kuweko nini? Lakini mubalighina kwetu kama kina muarobaini na kina mikunazi. Ni mtu leo amejenga nyumba yake, amemaliza, ameipiga plasta, amenini, kwamba kwani nataka ustadhi aikunizungulia hapa, hii nyumba tuingie itakuwa nini? Yani siku ya kufungua nyumba yeye ndio hukumbuka kuna umuhimu wa mtu ayua kuhatimisha na ayua kusoma dua. Kwa kama nani kweli jamaa kwamba kuna ustadhi fulani usoma uzuri dua. Kama wewe una yeye mmefidia kweli mkunazi utapata wapi? Maziarani ndio umea sana mikunazi. Muarobaini utapatikana wapi? Kule sehemu za coast huko sana muarobaini ku. Ni mtu ataka mathalan kama Ramadhani kumkumbuka mzazi wake kwamba nataka kusoma khitima, nani ustadhi asoma khitima nani? Kazengele. Kama vile tunavyozengea mikunazi na tunavyozengea miarobaini, lakini tuliteza dauri gani kama jamii kutengeneza watu hawa? Ndio hii nukta ya mwisho sitaki kuitangulia. Na uita kaifa nasna'u almuballighina wa nuhayyi'uhum, vipi tutawaunda watu wanaoitwa muballighina? Baada ya kuwaeleza kwa urefu, mtakapokumuyua ni mtu ni nani, ndio mtajua tutamuunda vipi. Vipi tutawaunda watu wanaoitwa muballighina, na vipi tutawaandaa katika kutekeleza dauri lao katika jamii yetu? Kwa sababu tumeona kiungo hiki ni muhimu sana. Jamii bila ya muballigh, hiyo ni jamii haina mpango, haina mpango. Hizi ni nukta 5 zote ziko chini ya sehemu ya pili ambayo tumeiita al-muballigh. Tuanze na nukta ya kwanza, au kabla ya kuanza nukta ya kwanza, ndugu zangu, kufaulu kazi hii ya tabligh ni lazima kupatikane nguzo 4 za kimsingi, zote kwa pamoja. Zikiweko 3 ikapungua moja, 3 hazifanyi kazi.
Hakuwezi kufaulu kazi ya tablighi kukitokuwa na mtu aitwa muballigh. Kwanza, nguzo ya kwanza hii ya tablighi. Hakuwezi kufaulu tablighi kukitokuwa na kitu kinachoitwa risala au fikra inayotaka kubalighishwa, inaokubalika. Takuja kuizungumza. Waweza kuwa ni mzungumzaji hodari, waweza kuwa ni muballigh hodari, lakini fikra unayoiuza yenyewe haiuziki, haina misingi ya aqlania na mantiqia na nini, kama nitakavyokuja kuzieleza, yatapikwa na watu. Hivyo nguzo ya pili imekosekana, risala. Tatu, nyasila, muassasat. Waweza kuwa ni muballigh hodari, una fikra muhimu na ya kimsingi waitangaza, lakini huna zombo za kutangazia. Kuna zombo. Leo kama mumeona watu wanaoshika ile inaoitwa public opinion, wanaoshika kitu kinachoitwa public opinion katika jamii. Leo kuna kitu cha itwa public opinion, Waarabu wanakiita ar-ra'yul 'am, kuilekeza. Leo wewe waweza kuamka asubuhi ukawafanya watu wote waamu huzungumza jambo fulani, ukawaakiza. Zamani ilikuwa ina mbinu zake, mathalan katika zijiji mpaka leo bado ikali na mbinu zake zile za kichini. Lakini leo wanakwambia mtu kuishika public opinion ni kushika media. Lakini kuna zile media, kuna wale wanaoitwa town crier, sio? Wewe kuna watu 5 6, wewe asubuhi ukisha kuwashikisha watajua tu, kila mmoja kila upande wake litakuwa ukaririwa lile neno, kila apitao hulisikia lile neno, kila apitao hulisikia, mpaka ukishtuka ukuta mui mzima wavuma, wote wazungumza neno hilo moja. Ile ni katika sampuli za kutengeneza public opinion, yatumika sana. Au katika sampuli ni kuzishika mic za mji. Sana kama ni mji wa Uislamu, yajulikana siku ya Juma watu wote waenda kuswali nini? Juma. Yajulikana Waislamu wanavyopokea message kutoka Juma. Kuna majuma mangapi hapa? 8 mathalan. Kwa hiyo wewe ukiweza kushika zile khutba 8 za Juma, ukatuma ujumbe wako, utawafanya watu siku ile ya Juma wakitoka wote watazungumza neno moja. Hii ni katika sampuli ya kuishika nini? Public opinion, ama kuitengeneza ama kuisarifu vile unavyotaka. Sasa muballigh ana fikra, ataka kuitupa kwa watu, ahitaji hizi zombo. Bila ya hizi atazungumza kitotoroni, ndio ile itakuwa ndua ya kuku haipati nani? Haipati mwewe. Wapiga mayowe lakini haivuki sakafu. Mwenzako nde amekuzidi, afikia kila mahali, apatuma propaganda kila mahali. Sasa muballigh, nguzo ya kwanza, fikra ya sawa. Nguzo ya pili, zombo za tabligh. Muhimu ni nguzo ya tatu. Bila ya kuwa na zombo na taasisi hawezi. Nguzo ya 4, uslub. Leo waweza kupata mtu muballigh ana sifa muhimu za tabligh, muyuzi, msomi, amiliki fikra nzito inayokubalika katika kuuza. Nguzo ya pili imepatikana. Amiliki mimbar, amiliki media, ana redio, ana nini. Kwa hivyo amiliki nini? Nyasila. Lakini ana tatizo la uslub. Hajui kupanga zile aulawiyati zake, priority. Hajui akili za watu atazingia vipi. Akianda ameanda tu kushuka na watu moja kwa moja.
Si kila kweli hukubalika, si kila kweli kwa sampuli ile ya ukweli hunenwa na ikakubalika na watu. Wewe huwezi kutoka utokapo umekuya kwenye mui, watu nyaka ngia nyaka toka wamezoea, lazima dua hitakabaliwi mpaka kuweke chetezo. Wewe ukia siku ya kwanza unaona to zetezo msikitini, takizetezo hakuna kufuata, watu totoka tawana zao. Umekuya kwenye umma, watu huweka chetezo kwenye dua na hawavai nguo. Wewe muhimu wako zita zikubwa, hakuna dini mpaka kiondoshe chetezo. Lakini kwa watu utembea uchi, wewe halikutidhiki. Sijui tumefahamiana mpaka hapa. Umekuja kwenye umma, wako wamezorota, hawana elimu, hawana dini, hawana kila kitu. Wewe umekuya mathalan, kuna baadhi ya kabila zijijini umeingia, wewe umekuwa lazima utakavai ninja taratibu. Hala, umekwenda kwa watu mathalan wakulima, umekwenda kwa watu mathalan ni watungaji, watu ishi majangwani, miondoko yao wako kwenye ngamia. Umekuwa lazima watoka Saudia ama watoka Irani, umeingia moto, umekuja na majilbabu yako na gloves na nini. Ukitaka kuanda, waanda na watu hawajui alfabe, hawajui ABCD, hawajui na nini. Ukija umekuja umeteremka na masanduku ya majilbabu, wataka kuwavisha majilbabu. Sasa ule ukishakumvisha jilbabu, ngamia ule tantungaie sasa. Hiki ni kukosa hisabu, na ni ule mubaligh hapa huambiwa hajui analolifanya, au afanya ambiwa amefanya, sio afanya lile. Unajua kuna mambo mawili leo, kumekuwa na matatizo leo. Sisi mubalighina watu wafanya kazi, kwa sababu sisi pia tuna return za report. Sasa hivi tunapeleka return, mwaka huu nimefanya kadhaa kwa balozi, sawa. Tuna return zetu, ikiwa mbalozi ya Irani, ikiwa mbalozi ya Saudia, ikiwa mbalozi ya Qatar, siku hizi ndio yenye nguvu. Kuna zile return za report. Sasa kila mtu anataka kuhakikisha mwisho wa mwaka ameweza kuandika ripoti ya kisawasawa, mara hii mmenena, mara hii mmewaambia, mara hii. Lakini ndo kwenye return na impact ya kijamii umepiga mayowe sana, umekuwa mkali, umezitukana sana. Wamekufuata watu wangapi mpaka sasa? Umewakinaisha wangapi kwa fikra hizo? Sasa huno tunauita ni nini? Uslub. Takuja kuzisherehe pole. Hizi ni nguzo 4. Kwa hiyo tuanza nguzo ya kwanza, ni nani mubaligh? Mubaligh, ndugu zangu, ndiyo nguzo ya kwanza katika tabligh, na yeye ndiye si tu kwamba yeye ni nguzo. Angalia sasa umuhimu wa mubaligh. Yeye ndio anaozikontroli na zile nguzo 3. Mubaligh yeye ni nguzo, kisha yeye ndiye mwenye akili na tasarruf, anaotasarraf na vipi atayuza ile fikra, vipi atazitumia nyasila, vipi atautumia uslub. Yani uslub, wasila, fikra zote ziko under control ya nani? Ya mubaligh. Lakini mubaligh hako chini ya control ya uslub. Kwa hivyo tunamuarif mubaligh kwa lugha hii. Almubalighu huwa ar-ruknu al-awwal wal-muhim fi amaliyati at-tabligh. Ndiye nguzo ya kwanza na nguzo ya kimsingi katika kazi ya tabligh, kuhusu natija itakayokupatikana ya tabligh na kuhusu uwezo wake wa kuathiri. Kama wanavyoiarifu maulama, wanakuambia min haythu natijati at-tabligh wa min haythu furasi at-ta'thir. Vipi ataweza kuathir? Kwa kadri anavyoweza kuathir ni kwa kadri anaweza kuvuta. Hapa ni muhimu sana. Mubaligh, naendelea, ni nani mubaligh? Almubaligh huwa al-insan, ni mwanadamu alladhi yu'minu bilfikrati allati yahmiluha linnas. Kwanza yeye ana imani 100% na ile fikra anaoitaka kuisambaza kwa watu. Mubaligh ni mtu amebeba fikra aisambaza kwa watu
kwanza akiwa yeye aiamini ile fikra, hana shaka nayo. Wa illa faqidu shay'i la yu'ti, asomiliki kitu hapeani. Huwezi kuwakinaisha watu katika fikra ambayo kwamba wewe pia bado unashaka nayo, huwezi. Kwa hivyo wakati wewe unaposema mimi nafanya tabligh, natangaza fikra hii, yani wewe una imani 100% na ile fikra. huwa al-insanu al-mu'min birisala allati yahmiluha linnas, anayamini ule ujumbe anaobeba kuwapekea watu. Wanachuoni mwingine anasema wa huwa amilun yas'a linashri al-islam. Ni kama wale wa zamani wakati ilipokuwa mambo ya posta, wakizunguka wakigawanya barua za watu, wale alikiankuliwa amilul barid Kiarabu, ndio muballigh, anafikisha rasail kwa watu. Na hapa kuna nukta muhimu sana. Unapoketi katika MUI, tujalie leo system leo imebadilika ya maisha, pengine mifano tutaka kuipiga itakuwa ni mifano imepitiwa na wakati, lakini ndio mifano ambayo iko mbele macho yetu tuweza kufahamishia zaidi. Leo baada ya kuingia hii thaura maalumatia, information technology na mambo ya nini, miangushwa mambo mingi leo. Lakini turudi hala katika tasawuri zetu kabla ya masala ya mobile, hala simbali sana, sote tuyakumbuka japokuwa usahau haraka. Kabla masala ya mobile, wakati tukishika foleni posta, ukizengea chenchi kwa shilingi 10 ukipoa 8, sio na zibandra za posta utakumpigia simu, na ukiweka oda pengine kule ule mpijao pia hana simu, mpaka ekewe oda jiranini kwamba bwana saa moja yo mjombako tapiga simu, ndo ayashike foleni kuingoja ile simu na nini. Hala tufikirie ni kipindi hiki nyuma kidogo, sio sasa upeka mkono tu mkononi ukavuta simu. Tukumbukeni wakati tulipokuwa hatuna masala ya internet, hatuna email. Leo imekuwa ni wachache waketio wakaandika barua ukauzengia stampu kununua, au kiipaka mate ukiibandika wenda kuitia sandukuni. Wewe utumwa email, kila mmoja akafungua pale pale, utukuzie simu akaisoma email yake, amekwisha. Hala turudini nyuma kidogo, tukumbuke wale wakati wa ile posta, wafanyikazi na nini. Lau ilikuwa mahala kama hapa Amu hivi sasa, tasawwarini shirika la posta liko na ndio chombo kinachotegemewa katika usambazaji wa mawasiliano ya barua na ya simu, hakuna hizi zote. Engezea na mitaa imezozuka mipia, ni jukumu la posta kuzifikisha zile barua. Ni katika mimi kubwa. Leo Kenya kama wanavyofikiria shirika la posta kuifikisha barua, panapokwenda ndege ikaenda kwa nini? Kwa ndege. Pasipokwenda ndege ikaangaliwa yendao ni nini? Ni treni, zikapekwa kwa treni. Pasipokwenda ndege wala treni yendao ni meli ama ni jahazi, zikapekwa kwa meli na kwa jahazi. Pasipokwenda ndege wala treni wala meli wala jahazi, pakaangaliwa watu wenda kwa baskili, zikapekwa kwa nini? Kwa baskili. Na hata kama nkupekwa kwa maguu, zikapekwa kwa nini? Kwa maguu. Almuhimu ni kwamba ujumbe ule ufikishwe pale kwenye kile kijiji kwa wasila unaokubaliana na kile kijiji. Ndivyo ninavyozungumza hivi ama sivyo jamani? Sasa hivi ndivyo aklia ya muballigh yatakaifikiri, kama aklia ya posta. Usiweke lazima kwamba tablighi ufanywa kwa ndege, maadamu mahali fulani hakwendi ndege basi hakwendi tablighi. Mahala fulani hapaendi treni basi hapaendi tablighi. Mahala fulani hapaendi. Na hii ni mifano, musitukue kwa lugha ninazozitumia. Musishike treni, musishike nini, ipanueni zaidi. Huyu ndio muballigh. Ni ule ambao kwamba yas'a, yuwatoa juhudi kuhakikisha
huyu wa chini nitamfikishia vipi aipate barua yake, na ule aketizio flati ya 10 atakaulifti nitamfikishia vipi barua yake? Ni amilun yas'a linashri lislami, kusambaza Uislamu, na ajali kuweza kumfikishia kila mtu kwa kiwango chake. Mwenye akili hii apoa kwa dozi ya akili hii, na mwenye akili ndogo apoa kwa dozi ya akili ndogo. Nahnu maashira al-anbiya umirna, Mtume wasema nahnu maashira al-anbiya umirna an nukallima an-nasa ala qadri uqulihim. Sisi mitume tumeamrishwa kutoka mbinguni tuzungumze na watu kwa ziwango za akili zao. Kwa hivyo kila mmoja muweke kwenye kiwango chake, alo msomi, asokuwa msomi, wakatikati na kadhalika. Namna ndio yas'a, ni amil yas'a li nashri al-islam. Istoshe muballigh ni nani? Si kufikisha tu ujumbe, asema wa taghyiri bunyatil mujtama. Mbio zake kwa nini aleta fikra? Fikra ni msingi, asambaza fikra, lakini shabaha ni nini? Kubadilisha jengo la kijamii. Min alfasadi ila salah, min albatili ila alhaq, toka kwenye ufisadi kuwapeka katika utengeo, kuwatoa kwenye batil kuwapeka kwenye haki. Min alinhitati ila taqaddum, kuwatoa kwenye maporomoko kuwapeka kwenye nini? Maendeleo. Kwa hivyo yeye yuwaleta fikra zenye misingi ya kuleta misingi ya mageuzi katika jamii. Huyo ndio muballigh wanavyotuelezea wanazuoni. Kwa hivyo tunapomzungumza muballigh, nafupisha, twazungumza mtu anayebeba fikra na ujumbe ambao kwanza yeye ana imani na fikra ile, na lengo lake ataka kuufikisha kwa watu na kusambaza kwa kila mtu umfikie kwa kadri ya uwezo wake, na lengo na shabaha mwisho ni kuhakikisha kuleta mageuzi ya kijamii. Okay, huyu ndiye muballigh tunayemtaka. Wadhifa wake ni nini? Suala la pili au nukta ya pili, ma hiya wadhifatul muballigh? Wadhifatul muballigh hidayatun nas. Ukitaka kujua wadhifatul muballigh, jiulize suala, mitume walikuwa wana wadhifa gani? Ni kufikisha ujumbe wa Mungu kwa watu kwa ajili ya kuwaongoza. Isalu risalati ilahiyya ila an-nas lihidayatihim wa inqadhihim min ad-dhalal, kufikisha ujumbe wa Mungu kwa watu, kuwaongoza na kuwaokoa na upotevu. Ndio wadhifa wake muballigh. Sasa akiwa muballigh ni huyu tulizomweleza, wadhifa wake ni kuongoza watu kupitia kufikisha ujumbe wa Mungu. Ana majukumu gani? Hapa leo ndio tutasimama. Mimi nimejaribu, sisemi ni yote, kuyakusanya takriban majukumu 10. Sizungumzi, nataka mutafautishe baina ya wadhifa, majukumu, qualification, yani sifa zake. Sifa zake zitakuja nukta ya 4. Ni sifa gani zinaomfanya mtu aqualify kuwa muballigh au asiqualify? Hii ni nukta ya 4. Leo tutazungumza majukumu. Ashakuwa muballigh, ana majukumu gani kwa mujibu wa Uislamu na kwa mujibu wa Qur'ani? Majukumu yake ni 10 takriban kamili. Narudia, 10 haya si maana hakuna lingine, kwa kadri niloweza kufikia. Mwingine akienda kitafiti kwenye Qur'ani na kwenye Sunna aweza kupata la 11 na la 12. Jukumu la kwanza ni tahdhibu nufusi, ni kuzitengeneza nyoyo za watu. Watablighu al-amali, na kutengeneza nyoyo za watu kwa tegemea kiasi kikubwa nyendo zako kama muballigh zaidi kuliko maneno yako.
shakhsia ya muballigh katika utekelezaji wake wa ile fikra anaotaka kuifikisha kwa watu, katika kujipamba kwake kitakwa, katika kujipamba kwake kiheshima, katika kujipamba kwake kimisimamo, katika kujali kwake utu wake na maadili yake, ina dauri kubwa katika kulelea nafsi za wafuasi wake. Na hii imethibitishwa kwa tajruba. Leo mitumi na maimamu wema katika historia yetu waliwalelea zaidi wale wafuasi wao kupitia maisha waliokuwa wakiishi nayo zaidi kuliko kuwa maneno wanaowaambia. Kuishi naye ule kiongozi, unapoishi naye, kuna baadhi ya watu wake, ndugu zangu, kuna ulama katika dunia hii ya leo, kwa kadri ya kuketi naye, kwa kadri ya kuzungumza naye, waihisi ile nurania ya Mungu, waihisi ile quwwatu shakhsia, ile personality yake ilivyo na nguvu na inavyokuathiri moja kwa moja kabla hajakwambia kitu. Ukiketi nao wale wa maulamai wa kisawasawa. Ndio hapa tunaposema jukumu la kwanza ni kujilelea ule muballigh kinafsi, akatengeneza leo wanaoita ash-shakhsiyya al-jadhiba, charisma ile, awe na personality ya kuvuta. Wata masala ya kunena mambo. Kuna watu wapendeza, kuna watu ukikaa nao ukiwaona wakuvutia. Ile yatengenezwa kwa nini? Kwa kujilelea nafsi, takwa yako, misimamo yako. Angalia Mungu anamfundisha mtumi vipi ataitengeneza shakhsia hii. Amwambia, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Uliojifunika, amka usiku, qumi layla, nusu yake usiku ugawanye, nusu lala, nusu fanya ibada. Qumi layla illa qalila, au thuluthi mbili fanya ibada, thuluthi moja lala. Ikiwa ni uzito basi nisfahu, nusu kwa nusu, au unqus minhu qalila. Lakini kuwe na masaa moja mawili usiku ya wewe na Mungu wako kujilelea nafsi yako. Kwa nini nifanye mambo haya? Kwa nini niamke usiku? Mtume wafundishwa mambo haya, wamwambia inna nashi'atal layli, hiki kisimamo cha usiku cha ibada cha wewe na Mungu wako, ashaddu wat'an, cha kupa wewe personality ya kukita. Wat'an ni mtu amezosimama akakita, yani cha kupa wewe ile quwwatu shakhsiyya wa aqwamu qila, na ndio cha kufanya wewe baada yake uweze kuvuta watu kwa maneno. Sasa hii yataka nini? Kuilelea hivi. Kwa ile Imam Sadiq alayhi salam alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, kunu du'atan lana bighairi alsinatikum, kuwani ni maduati wetu bila ndimi zenu, zitendo zenu tu. Wawe watu akiwaambia, watu wakiwaona Imam Sadiq akiwaambia wanafunzi wake wanene rahimallahu Ja'fara, Mwenyezi Mungu amrahamu Ja'far, laqad adaba ashabahu ahsana ta'dib. Imam Sadiq akamwambia, nataka muwe picture, watu nde wakiwaona nyinyi wanafunzi waniombee Mungu mimi, wanene kweli yuwaunda katika hauza yake. Yani waone zile suluk, wakiuliza yule nani, mkweli ndiyo yule, mwaminifu ndiyo yule, mtunga heshima ndiyo yule, anayewaheshimu watu wazima ndiyo yule, anayeheshimu anawarahamu jana watoto ndiyo yule. Wakiuliza yule nani, waambie yule mwanafunzi wa nani, wa Ja'far as-Sadiq. Hivi ndivyo Imam alikuwa akitufundisha vipi tutajilelea. Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, katika mashairi yake maarufu amkhutubu yule mtu ambaye akosa kiungo hiki.
amwambia ya wa'idha nnasi amma anta fa'iluhu ya man yu'addu alayhi al-umru bin-nafasi ihdhar li shaybika min 'aybin yudannisuhu innal bayadha qalilul hamli lid-danasi kahamilin li thiyabi nnasi yaghsiluha wa thawbuhu ghariqun fi ar-rijsi wan-najasi. Akwambia ewe unaedhea watu, wewe unaojiweka kwenye mimbari ukawa waedhea watu, ya wa'idha nnas amma anta fa'iluhu, kwa yale unaokishuka mimbarini ndio kuyafanya wewe. Ya wa'idha nnasi amma anta fa'iluhu ya man yu'addu alayhi al-umru bin-nafasi, kumbuka wewe umri wako wahisabiwa kwa namna unavyohema, si sawa hisabiwa kwa nukta. Kila ule mtu ukipigwa tak tak ni nukta hiyo, yenda unda dakika ikaunda nini saa ikaunda masiku. Akwambia na wewe utakaofahamu umri wako ni kuhema kwako. Kila ukivuta pumzi ukitoa ni nukta hiyo, kila ukivuta pumzi ukitoa ni nini? Ni nukta. Zikitimu kadhaa saa, zikitimu kadhaa siku, zikitimu kadhaa ni 100, kesho wazikwa. Ya man yu'addu alayhi al-umru bin-nafasi ihdhar li shaybika, chunga sana, hususa ikiwa ushaanza kutoka wale wanaokuambia wenyewe katika mashairi yake mengine. Imam Shafi alena malaika wa bishara ya mauti wamezekuya nyenyeupe. Ihdhar li shaybika, chunga sana ikiwa kumeshaanza kupiga na weupe tena kama hizi zetu tena, yani zimezea kupigwa panda hizi sasa, kwamba haziko mbali jamani. Ihdhar li shaybika min aibin yudannisuhu, chunga na weupe wa nyee zako na ndevu zako isije kukapatikana aibu ikaipaka, kwani hujui wewe hakuna nguo ichafukao haraka kama nguo nyeupe. Ihdhar li shaybika min aibin yudannisuhu innal bayadha, hakika nguo nyeupe qalilul hamli liddanasi, uchafu kidogo tu ushaiharibu. Kisha akwambia katika maneno yake kwamba wewe tarjun najata walam tasluk masalikaha, wataka uokofu na hukufuata barabara zake. Inna safinata la tajri ala al-yabasi, shawai kuona jahazi utembea ntikavu mpaka mwisho afunga mashairi yake kinena rukubu kanashu yunsika rukuba ala ma kunta tarkabu min maghlin wa min farasi, kumbuka chombo chetu cha mwisho cha kupanda ni janaiza, itatusahauzisha sisi yale magari ya fakhri na ndege kubwa tulikuwa tukizipanda na mafarasi. Rukubu kanash, akwambia kumbuka na dhammatul qabri, ule unapotiwa kwenye ufuko wako wa kaburi. Dhammatul qabri, ile ardhi inapokuja kukufinya. Tunsi lailatal arusi, utasahau ile raha ya usiku wa kwanza wa kuoa. Hakuna siku ya raha kwa mwanadamu kama siku ile lailatul ursi, lailatul zifaf. Imam Shafi akwambia pale siku ya kwanza ya pale hukusahuzisha siku ya kwanza ya yale. Hili ni tarbiyatun nafs. Kwa hivyo jukumu la kwanza la muballigh, kabla hajapigana kuwa na hoja nyingi katika mfuko wake, kabla ya kuwa hajapigana kuwa na ufasaha mwingi katika kuzungumza kwake. Si hizi peke yake zinauvuta watu, kuna ile wanaoita ash-shakhsiyatul jadhiba, personality. Na personality tunapozungumza, sizungumzi anavovaa kiemba, taratibuni jamani, wala sizungumzi anavovaa majoho, wala sizungumzi anavong'ara, wala anavochonga ndevu. La, hizi sio personality. Personality nazungumza zile sera za ule mtu zinavyosimama mbele yako. Wewe mwanadamu kawaida, mtu akisimama mbele yako kukupa naswaha, husimama yeye na sera zake. Ndipo pale ukaona tuambia nini yeye kitoka pale ikujaje ile pale. Tamali mtu akija tu akakwambia wewe namna gani bwana, mambo gani, hata rafiki yako mambo gani ufanyayo, utasikia wewe umeona hili tu, wewe yana ulikuwa kadha. Sasa pale ndokuja ndevu zake ama nkote loliva ni nyendo zake, zile nyendo zake zote zenye kukusanyika mbele yako za kuonesha huyu ni mtu huyu. Sasa nasome aya, nasome hadithi, na nene akilia,
utaona hakutingisi kitu. Wakia, hii ndio matatizo tulionayo sisi mubalighina. Ule ukweli wa mambo tukitaka kuwa wa kweli na nafsi zetu ya. Ile haiba, ile shakhsia ya wanachuoni, ile shakhsia ya mtu anayeweza kuvuta watu zimepotea pamoja. Alhamdulillah, pamoja na kwamba leo twaweza kuwa wengi katika sisi ni wasomi zaidi kuliko hata wale waliotutangulia. Tumebahatika, watu wamekwenda wamefanya mpaka ma PhD katika ma university, wamefanya ma research, wamefanya nini, lakini wamkuta mtu akizungumza na wewe hana tofauti na rafiki yako mwingine yoyote anapozungumza na wewe barabarani. Haibatul qiyada kwa wapi? Hii si watu. Usinene watu lakini hawaniheshimu, usinene watu lakini hawanitambui. Sema mimi nimekosa ziungo za kuheshimika, mimi nimekosa sababu za kutambulika, kwa hivyo labuda nirudi kujilelea tena upya. Kuna tatizo katika kujilelea kwangu, kuna tatizo katika kutengeneza personality yangu. Hili ni jukumu la kwanza. Jukumu la pili, mubaligh ana jukumu, ni mwalimu wa kuelimisha watu, ni mlezi, ni mwalimu. Mwalimu kwa maana ya mwalimu, si mwalimu kwa maana ya walimu wa kisasa. Sasa minal asaf, najua mimi mwalimu, kuna na walimu wengi hapa, mtanisamehe, lakini minal asaf sasa hivi wengi katika sisi tulioko wafanyikazi si walimu. Mwalimu, kuna tofauti baina ya mwalimu na mfanyikazi ya elimu. Mwalimu ule ambaye atakuwa yeye ni kielelezo kwa wanafunzi wake. Mwalimu yule ambaye kwamba hatosheki na kutekeleza jukumu lake klasini. Mwalimu ule ambao walokuwa wakitulea, wakitusomesha mpaka wakijua katika maisha yetu tuenda vipi. Walimu walokuyea wanafunzi mpaka wakiwaoza. Mpaka katika elimu tu ya dini. Hapa kulikuwa kuna mafundi wakipekewa vijana kuwalelea kama wanafunzi ni mafundi zao, wakiwalelea, wakiwafundisha kazi ya kujenga mpaka wakitimu, wakiwaoza, wakiwapana wake mpaka wakastakiri kwenye maisha yao. Toba mimi sineni turudieni uslubu zile zile. Maisha ya zamani yanaweza kuwa tofauti na maisha ya sasa, lakini ile hisia ya ualimu. Kwa hivyo mubaligh ni mwalimu, yule ambaye moyo wake wawakundukia wanafunzi wake, anayewalenga kuwafikishia, na wote kwake wanafunzi wake, anayemsikiliza na anayemwasi. Anayemsikiliza aendelea kumuongoza, anayemuasi apambana naye kumweka sawa. Lakini wakati unapopambana na ule muhalifu, anaizini, anaikunywa tembo, anaivuta bangi, hafai kutoka katika unwani kwamba huyu ni mwanafunzi wangu. Ndio utakuta baadhi ya hadithi ya kwambia usimtukie mfanyaji maasiya, yatukie maasiya. Usitukie mvutaji bangi, itukie bangi. Kwa sababu finatija yule anayefanya makosa ni sehemu yetu sisi, ni mwenzetu, ni kijana chetu, ni mwanafunzi wetu. Ni jukumu letu kumwokoa. Hata kama katika kumwokoa kule tutamtia makamba, hata katika kumwokoa kule tutampiga kwa mabati. Ule bwana alikwenda kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba ya Rasulullah, mimi Mungu amenionda. Waliyadhu billahi, Mwenyezi Mungu asimuonde mtu na mambo haya. Anataka kumshtakia Mtume, mimi Mungu amenionda, mamangu hakutulia.
na nimejaribu kumnasihi na nini, hakutulia. Akipata nafasi kutoka, ana tabia za barabarani. Je, ya Rasulullah, nikimtia kamba nyumbani nikamfunga na nikahakikisha mimi nitamwangalia, nitampelekea chakula, itazingatiwa ni katika huququl walidain? Mimi ni katika wale wanaowakosea wazazi wao? Auliza nani? Muuliza Mtume sasa. Tunamwambia nenda kamfunge. Huko ni katika birrul walidain, sio huquq. Tunamwambia la, hiyo ni katika nini? Birrul walidain. Wewe wahesabiwa ni katika wale wanaotii wazazi wao, kwa sababu wewe wamuokoa. Mafhumu hizi. Lakini wakati yule yuwamfungia mamake ndani ya nyumba, yuwamtilia kufuli, yuwamtia cheni kizioni, mimi napiga ni mifano haya, mtayapanua, sio kwamba hadithi iko hivi sawa sawa. Wamtia cheni nini, wampeleka polisi, wamfanya nini, ile anahisia mamangu huyu kama yule, mpaka enda kwa Mtume, nifanye hili, haligusi utiifu wangu kwa mamangu. Hii ndio maana unautukia munkar, lakini humtukii anayefanya munkar, na alaka yake na wewe inabaki pale pale. Ni mamako ni mamako, ni babako ni babako, ni ami yako, ni rafiki yako, ni ndugu yako, ni kijana cha umma wako, ni wetu. Awe mwema ni wetu, awe muovu ni wetu. Hii ndio maana muballigh anatakikana awe nani? Awe mwalimu. Jukumu la tatu sitoweza kuliingia leo, wakati umemalizika. Insha Allah taala bado tumebakisha majukumu 8 ya muballigh. Kulikuwa kuna maswali mafupi na yapita haraka. Huyo auliza, kuna aya inasema Mungu anasamehe madhambi yote isipokuwa shirki. Auliza, hivi Wakristo wa Kisilimu yani hawakubaliwi toba? Kweli iko hii aya kwamba Mwenyezi Mungu husamehe madhambi yote ila an yushraka. Sasa hii inafahamika kwamba mtu akifanya shirki hata akaomba toba asamehe, la, aya haiko hapo. Aya iko kwenye baada alami dunia, kwamba Mwenyezi Mungu siku ya kiyama aweza kufumbia mato, kwa lugha zetu kama Mungu hana mato, kufumbia mato, ana swala kidogo zimepungua, ana saumu kidogo zimekwenda msobe. Hizi ni zitu aweza Mwenyezi Mungu kuzifumbia mato, kwa maana kuzisamehe. Lakini masala mtu amekwenda siku ya kiyama mbele ya mahakama ya Mwenyezi Mungu aabudu zaidi ya Mungu mmoja, aabudu sanamu, zitu hizi haziingii katika ule msamaha wa siku ya kiyama. Ndio maana hiyo Mwenyezi Mungu aweza kusamehe madhambi mengine yoyote isipokuwa tu mtu amekufa hajawa Muislamu, ni mushrik, hakuna msamaha utampata. Swali la pili auliza, mtu amezini kwa mke wa mwenzake, akitaka tubu ataenda kwa mwenye mke au kwa Mungu? Kiasi kufahamu makosa swali. Bila shaka madhambi yako sampuli mbili. Kuna dhambi linaitwa ni dhambi la mja na Mungu basi, na toba yake ni mja na Mungu tu, hakuswali hakufunga, hiyo ni dhambi kati ya mja na nani? Na Mungu. Na siku ya kutubia ni mja na nani? Na Mungu. Sisi hatuhusiki. Hakuna mtu aweza kuingia kati hapo kanena itakubaliwa haikubaliwi. Ni Mungu mwenyewe ndio ajua atakubali ama hakubali. Kisha kuna na dhambi ni kati ya mja na Mungu, kuna na mwanadamu ameingia kati, kuna haki yani. Mfano kujepa. Mtu amemjepea mtu, kujepa ni dhambi kwa Mungu, ni unyanyasaji wa haki ya mwanadamu. Toba yake haitoshi kwa Mungu, sharti kuwe na ridhaa ya nani? Ya aliyejepewa. Kumtukana mtu, kumkundia heshima yake, kumeingia haki ya mtu. Kumpiga mtu, kumeingia haki ya mtu. Moja ni hii suala, mtu akazini na mke wa mtu, kuna haki ya mtu. Toba ni kwa Mwenyezi Mungu, lakini lazima kuwe na nini? Na ridhaa ya uleni.
Toba na masala lakini ni sensitive. Rejea mtu kuilia ukwambia ustadhi, lakini sasa hivi mtu ameamua kutoka toba. Atoke ya mwaka mmoja aende kumwambia mwanamume, bwana mimi nimezini na mke wako. Si kitu rahisi. Matokeo yake yaweza kuwa mabaya zaidi kuliko si wewe. Pengine ule mwanamume ukitizia na mkewe wamezaa watoto 3 4, wewe unataka kuipiga bomu nyumba sasa. Waivunda mara ya pili, yani umeivunda kwa kuiharibu kwa upande wa zina, sasa waipiga bomu, waitandua baina ya baba na mama na nini na vijana. Sasa hapa yataka dirasa. Siwezi kukwambia mimi wewe ukae umsome na tabia ya ule mwanamume mwenyewe na uslubu utakao kumuliki, waweza kuifikisha habari hii ukapata ridha kwa hikma na kwa busara na kwa ndia ambayo kwamba utadhamini kosa lako wewe lisende kesho mpaka likaangamiza wale watoto. Mpira uko kwako na uhodari na busara. Waweza hivyo, bila shaka lazima upate ridha. Haiwezekani hilo, hadithi zimetufundisha ndia nyingine. Kwa sitaki kulipanua sana hili. Baadhi ya ulamai wazungumza, wakati unapomdhulumu mtu kwa jumla, si hii tu, ikashindikana kumfikia, mathalan mtu alijepa siku moja, fika wakati akasahau kama si ninjepea nani, yani atangataka kwenda kuomba msamaha tanga mara ngapi, ni upi na upi, wengine wamekufa. Si utokea saa nyingine wengine mtu amekuwa mwizi miaka 10 15, kuna siku akaamua kutubia kwa Mwenyezi Mungu na akaamua kurudisha haki za watu na kwenda kuomba msamaha, lakini aende wapi? Wengine wameifia yeye hayui kama kwa siku alikivunda nyumba 5 6, ni zipi nyumba, ni nani na nani ni muombe msamaha. Basi fanya ibada, fanya sadaka, fanya kila jambo lema unaloliweza, uatilie nia thawabu wale nilowadhulumu. Kila ukipata nafasi ukitoa sadaka, kila kwa kuendelea mpaka kufa, ukitiania kwamba ya Allah leo nimetoa sadaka na wakusudia wale nilowadhulumu, wale nilowajepea ambao sikujua nkina nani, siwezi kuwafikia, wale nilowadhulumu haki zao, wale nilowanyanyasa. Asa siku ya kiyama yule aliyedhulumiwa atakapokusimama mbele ya Mwenyezi Mungu akaoneshwa bidhaa ulompekea katika kipindi ambacho kila mtu siku ile ahitaji akaunti yake iwe mzuri. Hakuna siku ngumu kama siku ile umesimama mbele ya kiyama, kila mmoja kwa akaunti yake una ngapi, kuna wa 100, kuna wa 1000 shilingi 100, yani kuna wa shilingi 1000, kuna wa laki, kuna wa milioni. Papu ule mtu amesimama kesho ambaye bwana kuna hizi 10,000 ulitunukiwa, zile yetu ni parcel yako hii umetoa na fulani. Kwa nini uniete bwana, mimi wajua nilikukosea duniani na nimekusamehe bwana. Hapa kukumbuki tena kule mwanzo tuangalie huko jahannam na nini na janna. Kila mmoja ataka kujua dhamana ya yeye kumpitisha kwa wapi? Peponi. Maulama wetu wazungumza hiyo ni moja. Pole nimewachelewesha. Swali la mwisho. Mtume amesema sumu tasihu, fungani mutapata afya. Mbona sisi huzidi kukonda na kuwa wembamba? Tumwete daktari kesho hapa atueleze. Wako madaktari, wako jana wamekuja madaktari, sio? Atueleze kwamba kufura na kuambata ndio zipimo za nini? Za afya. Na kisha pia wakati Mungu anaposema sumu tasihu, akusudia kwamba wewe yau wafunga, yani kama vitamini mamiza hizi au zile dawa za wale wenye kufanya nini, kupiga chuma za kufurisha kabisa, au kuna tahlili ya kwamba wewe wafanya wa refresh mwili wako, watoa zile sumu mbaya, baada ya hapo warudi wajenga nini upya. Kuna tafsiri ndefu sivyo anavyofikiria huyu kwamba akifunga asubuhi akapande mizani usiku aone ameongeza kilo moja. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي
سبيل الرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي